السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikhwata al-iman, awalan namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuniwezesha kukaa hapa kwa mara nyingine kuzungumza na wanafunzi wenzangu na Waislamu wenzangu. Vile vile ni washukuru walioandaa programu hii na wasikilizaji kwa kuacha kazi zao na shughuli zao kwa kuja kukaa kusikiliza japo mawili matatu katika mambo yanayofungamana na dini yao ya Kiislamu. Wallahi nitajitahidi kwa uwezo Mwenyezi Mungu atakaoniwezesha kuzungumza yale ambayo nitajaliwa kuzungumza baada ya kutoka kwenye muhadhara wa kina mama baada al-asri, lakini kwa sababu ni dini na kwa sababu tutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, basi hapana budi tu tukielimishana japo machache. Muhadhara wetu wa leo ni hifdhu din, kuhifadhiwa dini. Msikilizeni kwa makini sana, kwa sababu la dini ndilo lilopelekea sisi kuletwa hapa duniani. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi peke yangu. Kwa hivyo lolote linalohusiana na dini ujue kwamba tuzungumza jambo kubwa linalofungamana na maisha yako wewe kama Muislamu. Dini yatakiwa kuhifadhiwa. Kwa nini dini ihifadhiwe? Na dini huhifadhiwa kwa mambo gani? Wanazuoni wanatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anzala sharia, ameteremsha hizi sheria rahmatan bil ibadi, ikiwa ni rehma kwa waja wake, wa hifdhan lahu wa islahan lidunyahu wa ukhrahu, ni kuwahifadhi wao na ni maslahi ya dunia yao na akhira yao. Sheria zilipoteremshwa mwisho ikafungwa na sheria ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa ndiyo sheria bora kushinda sheria zote.
ikiwa ndiyo miongozo bora kushinda miongozo yote. Mwenyezi Mungu asema, wa anzalna ilayka alkitaba, tumekuteremshia wewe Muhammad kitabu, bilhaqi, kwa ukweli, musaddiqan lima baina yadayhi min alkitabi, ikitilia nguvu vitabu vingine, wa muhaiminan alayhi. Suratul Maida 48. Musaddiqan lima baina yadayhi min alkitab, kuna vitabu vimeteremka kabla. Hivi vyote vilizungumza baadhi ya mambo na vikanukuliwa, basi tu waliamua kukataa jambo ambalo halifai kukatalika. Imamu Shatibi asema, qad ittafaqatil umma bal sairul milal, umma umeafikiana bali mila zote, ala anna shari'ata wudi'at lilmuhafadhati ala daruriyati alkhams, sheria imewekwa kwa kuhifadhiwa mambo matano ya kuhifadhiwa kwa dharura, lazima yahifadhiwe. Kuna mambo matano katika dini yanaitwa ad-daruriyat al-khams, wahiya, nayo ad-din, dini lazima ihifadhiwe, wan-nafsu, na nafsi lazima zihifadhiwe, watu wasiuane ovyo, wan-naslu, na kizazi lazima kihifadhiwe, watu wasizae ovyo, hajulikaniwi huyu ni mtoto wa nani wala yule ni mtoto wa nani. Walmalu, na mali lazima yahifadhiwe. Walaqlu, na akili lazima yahifadhiwe. Mambo matano haya yanaitwa ad-daruriyat al-khams. Mambo matano haya hapana budi, ni dharura, na dini imelazimisha, lazima yahifadhiwe. Lazima kuhifadhiwe nafsi, kusiuliwe tu mtu ovyo, hajulikaniwi sababu ya kuuliwa wala anayestahiki kufanya hivyo ni serikali ya Kiislamu. Yote hakuna, iwe watu wauana, la, haitakiwi. Walmalu, mali lazima yahifadhiwe, yasichezewe na kuporwa. Wanaslu, na kizazi lazima kihifadhiwe. Sio yote tu waje amlale mwanamke huyu mimba, kesho amemlala mwingine mimba, baada ya miezi 9 mtu mmoja ana watoto 10 wazaliwa mwezi mmoja, siku tofauti tofauti, baba yao hawajulikani, baba yake yuko wapi wala nani. Hakuna mambo haya, lazima kizazi kihifadhiwe. Walaqlu, lazima akili ihifadhiwe, watu wasiwe wandawazimu wakatembea mabarabarani wakaokota mifuko. Sasa kila linaloharibu akili lazima liondoshwe, lipigwe marufuku. Mukhaddirati, na dawa ya kulevya, na kila lenye kuchangia kuharibu akili lazima kama serikali iondoshe. Na ni wangapi leo walioharibika akili zao sababu ya uraibu? Haya ni maneno ya Imamu Shatibi katika Al-Muwafaqat, kitabu kikubwa sana, juzuu ya kwanza, ukurasa 31. Hili ni jambo la 4. Jambo la 5 ni ad-din, kuhifadhiwa dini. Lazima dini ihifadhiwe. Sasa tumeyawacha haya manne, ni mihadhara tofauti. Watakiwa muhadhara kuhusiana na nafsi, watakiwa muhadhara kuhusiana na kizazi, watakiwa muhadhara kuhusiana na mali, watakiwa muhadhara kuhusiana na akili. Lakini kwa leo tutashika tu ad-din, dini kuhifadhiwa. Ihtammat ash-shari'atu bihifdhi tilka ad-darurat ihtimaman baligha, sheria imekuja kuhifadhi na kutilia mkazo kuhifadhiwa hayo mambo matano
faamara Allahu al-ibad biiqamati dini al-Islam, Mwenyezi Mungu akaamrisha kusimamisha dini ya Kiislamu, wal amalu bihi, na ifanyiwe kazi. Si jina tu, sisi Waislamu. Ukija ukimtizama huyo Muislamu na Uislamu mashariki na magharibi, la, wal amalu bihi, dini fuatwa, wa nashrihi, na isambazwa. Kusambazwa kama hivi na kusambazwa kama nyinyi mliokaa hapa kusikiliza, ili ukitoka yapelekeni mbali, mkeo, wanao, na wao watayatoa. Mke atayatoa, atayapeleka kwa jirani, jirani naye atayatoa, atayapeleka kwa jirani. Ndio kusambaza dini. Ndipo pale tukihimizana watu wakae wasikilize mambo ya dini, kwa sababu sisi hukaa tukasikiliza yasiyokuwa na maana, na ukatumia na nguvu sauti yako ukapiga kelele. Waliofungwa kina nani? Na zimebakia game ngapi kwao? Shingo ikawa inataka kupasuka kwa kuzungumza mambo ya mipira, na umekaa kwa kituo kwa jua, bali wafuatiliza hasa, na haya na yakariri sana, wafuatiliza na wajua tarehe za wachezaji, kama kwamba una mahusiano na wao, na kama kwamba wale wachezaji huwa wakuitisha M-Pesa namba. Wewe uko Tanga, wanisapoti na wajua storia yangu, chukua milioni 2 utumie. Wallahi tena Muislamu akuelezea historia ya player ukimwambia kuelezea historia ya mtume wake atajikuna kichwa kama mwenye chawa. Wacha kukuelezea historia, jina la mtume wake, majina matatu ya kitambulisho hawezi kukutajia, lakini ana full information ya mchezaji, jina lake, na huyo mchezaji alizaliwa kwenye ndoa ama ni nje ya ndoa, na mamake alipomzaa alimzaa normal ama alikula kijembe, na sipitali aliyozaliwa yaitwaje, na pesa zilizotumika kuzaliwa ni ngapi, na daktari aliyemzalisha jina lake nani. Kisha akakuwa player, akaanza kuchezea klabu fulani. Klabu yake ya kwanza yaitwa nini, na alijazi yake alikuwa kivaa jazi namba ngapi, na mshahara alikuwa akipokea shilingi ngapi. Shekhe, ya kuhusu nini wewe? Hata ukajua ya kuhusu nini? Lakini information tunazo. Kwa hivyo nashrihi, dini baada ya kuhifadhiwa na kufanyiwa kazi yatakiwa isambazwe, na kusambazwa njia ni nyingi. Pia waweza ukatumia simu yako, hii mihadhara inayorekodiwa, ukapoteza wakati, wala si kupoteza wakati, ukaikata zile klipu ndogo ndogo, kisha ukazituma kwenye magrupu, umesambaza dini pia. Ama ukaweka kwenye status, anayefungua status yako akaona ujumbe mfupi tu, dakika 2 au 3, umechangia kwenye kutangaza dini. Lakini hayo pia hatuna. Ndio yule mmoja akasema kuwa mwenye kusoma katika masala ya dini, ama usome, someshe, ama ufundishe, ama usikilize. Usiwe wa mwisho ukaangamia huko kokote huko. Ndio ukifungua status za watu ni nyimbo za taarabu na mipasho. Kila anayefungua mpasho, ukifungua ya imamu mpasho, ukifungua ya anayetoa darasa mpasho, ukifungua ya Abdallah pale mpasho, ukifungua ya Ami mpasho. Mipasho tu, sisi hatuna kazi nyingine. Basi hata thawabu za bure, chakula wenye kusema, ufungue status ya mtu uone klipu ama maneno ya shekhe yametafsiriwa kwa Kizungu ama kwa Kiswahili, pia washindwa jamani. Ni hatari. Basi
tusiweni katika ukanda kama. Kwa hivyo dini baada ya kuhifadhiwa ifanyiwe kazi kisha isambazwe. Wa ta'limihi, uisome na uisomeshe. Wal hukmu bihi, na uihukumie, uifanyie kazi, kuitolea hukumu. Wa tatbiqihi, na kupatikane tatbiqi. Umesoma jambo fulani, lifanyie kazi. Umesoma masala ya isbali, umesikia darasa ma asfala al-ka'bayn fa fi an-nar, nguo iliyovuka jicho la mguu mtu huyo ni motoni. Utakiwa siku ya pili ukachukua makaso ikate suruali, ndio kufanyia dini kazi. Tuko pamoja? Tayeb. Wahdhar min al-i'rad anhu, chunga sana na kuipuuza dini, kuipuuza, kutokuisoma na kuifanyia kazi na kutokuisikiliza. Chunga sana. Wastibdalihi bighairihi, na chunga sana kuja kubadilisha dini nyingine. Mwenyezi Mungu asema, waman yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala min, yoyote anaye kuwa na dini isiyokuwa dini ya Kiislamu, huyo hakubaliwi dini yake. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye siku ya Kiyama atakuwa ni katika watu waliokhasirika. Sema alhamdulillah ala ni'mati al-islam, neema kubwa sana kuwa Muislamu. Na ukitaka kujua ni neema na si uwezo wetu wala si ujanja wetu, si akili zetu, ni Mungu mwenyewe, taufiki yake na fadhila zake na neema zake kwetu kutufanya sisi Waislamu. Lakini kuna watu wana akili kubwa sana na bado wanaketi kwenye dini ambazo ni nyinginezo. Wewe angalia, waweza kumpata mtu ni daktari, ni special kwa maradhi fulani, aweza kukutibu maradhi wewe, ukaambiwa bwana fulani umeona ana nini, ule bwana ana moyo wa betri, ana moyo wa betri, ama yule bwana ana figo ya mwenzake, zake zilifeli. Ukisha kusikia hivyo, huyo aliyofanya hiyo kazi ya kutia moyo betri na kumtia mtu figo ya mtu mwingine, akili yake ikoje? Naam, sisikii ndio. Shukran, ana akili nyingi sana, lakini mara saa 10 amekwenda yuabudu ng'ombe. Sasa akili ya kumtia mtu figo na kutia betri kwenye moyo mtu atembee imeshindwa kumwambia ng'ombe si Mungu. Ndio pale tunatakiwa tuseme alhamdulillahi ala ni'matin Islam. Haya, aliyetengeza ndege hizi, ndege unazopanda hizi, ukaenda matar pale, ukakata, ukapeleka pasipoti yako pale, ukapanda pandikizi la ndege shehe, na kwa yule pilot anayepeleka pale, ile dashboard pale ina button milioni kidogo, na kila button ina kazi yake. Akaliinua bwana, kila mmoja akashika roho kwa mkono mpaka likapaa juu. Mara baada ya masaa limeteremka, lishafika kwa shukeni. Aliotengeneza ushakito, ukajiuliza ana akili kiasi gani? Kubwa sana, ndivyo sivyo? Lakini ameketi huabudu sanamu. Akili ya kutengeneza ndege imeshindwa kumwambia hili sanamu si Mungu huyu. Tuko pamoja Waislamu? Tuseme alhamdulillahi ala ni'mati Islam, kwa kuwa sisi ni Waislamu. Sasa kwa kuwa ni Waislamu na ni neema hii, lazima
sisi tuhifadhi dini yetu hii ambayo ni neema. Fahifdhu dini huwa al-maqsadu al-awwal, makusudio ya kwanza ni kuhifadhiwa dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala takaffala bihifdhi, amedhamini kuihifadhi dini, kinyume na zile dini nyingine zote zilizotangulia zilikuwa na mikono ya watu, lakini dini ya Kiislamu Mwenyezi Mungu akaihifadhi ikabakia vile vile, haina mkono wa mtu, na anayejaribu kutia mkono Mwenyezi Mungu anamfedhehesha. Kwa nini? Kwa sababu kuhifadhiwa dini ni lazima, dini hifadhiwe. Kwa hivyo kila mmoja ahifadhi dini yake. Ikiwa wakubali Uislamu ni neema kwako, chunga sana Uislamu wako usiharibike. Hivi sasa ukinunua gari mpya na makaratasi yake pale ndani, bila shaka utaihifadhi. Hutaki ilale kwenye jua itaparara rangi, na kila siku utaipeleka car wash pale. Gari umenunua ina siku 2 iko car wash, ulisikia wapi? Na hauipaki barabarani ovyo hapo, waipaki pahali pana security na ukamlipa na zaidi. Watu walipa ngapi? Watu walipa elfu hapa, ama 10,000. Mimi nitakuongezea jero, nitakuongezea 500, lakini gari yangu angalia vizuri. Ukiona wale kunguru wamenyenyea ifute si watakaihifadhiwe na isipatikane na madhara ya aina yoyote. Na ukiombwa gari, nisaidie bosi, nataka kufika hapo Mombasa kidogo, mimi gari yangu sipeane kabisa, sipeane. Mbona huipeani? Waogopa isiingie mikono mingi kaharibika. Sasa la kushangaza, tuna hamu ya kuhifadhi vitu vya dunia, lakini hatuna hamu ya kuhifadhi imani zetu. Imani ni aula, kama tunavyohifadhi miili yetu pia. Ukiumwa na kichwa tu tayari specialist, hospitali gani nzuri, ushatiwa kwenye lile kaburi lile, mashini utiwa kwa hapo, utoka kwa kule. Ukitoka tazarati zishatokezea, wewe bana una uvimbe kwenye kichwa. Uvimbe, simu, salamu alaykum bana, hebu nitafutie visa ya India. Utaki mchezo, wakimbia India, shatoa mapeso, shanga leo shatibiwa, umekuja. Baada ya masiku ukisikia tumbo kidogo, sijui mshipa hospitali. Wajihifadhi mwili wako, utaki udhurike. Ndugu yangu, watana na mwili na udhurike, potelea mbali. Watana na vifaa, mali yadhurike, potelea mbali. Chunga sije dini yako ikadhurika, chunga sana shaka. Ndo hapo tukaambiwa wahdhar, chunga sana sije dini yako ikadhurika. Kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu akaihifadhi hii dini isiwe ni wenye kuingia mikono ya watu. Imamu Shatibi rahimahullahu ta'ala sema, fa in arada ihya'uha imatatu ddin, akizungumza kuhusu nafsi asema, ikiwa nafsi kubakia hai itapelekea dini ife, kana ihya'u dini aula wa in adda ila imatatiha, kuhifadhiwa dini itakuwa ni aula hata kama nafsi itakufa. Yani kama Imamu Shatibi atuambia, afadhali ufe lakini dini iwe imehifadhika kuliko ubaki hai kisha dini iwe imepotea. Tuko pamoja jamani? Dalili ya maneno haya Imamu Shatibi ametegemea dalili gani? Pengine utaona shekhe azungumza maneno gani, atoa dalili. Sasa asema, kama jaa
fi jihadi al-kuffari wa qatl al-murtaddin wa ghairi dhalika, kama ilivyokuja katika jihad na kupambana na wasiokuwa Waislamu na walioritadi. Kwa nini watu wapambana na mujahidin na walioritadi? Kwa sababu ya kufanyaje? Ya kuhifadhi dini. Hawa wataka kuharibu dini, kwa hivyo tunatakiwa tupigane nao wasiharibu dini, na sisi kuwakomesha itapelekea sisi tupigane, pengine baadhi yetu wafe, lakini wacha wafe, lakini dini ifanyaje? Sijui mmenielewa mpaka. Kwa hivyo nafsi kuhifadhiwa si bora kuliko kuhifadhiwa dini. Ndio masahaba walitoka kwa mali zao na nafsi zao, hawakujali malengo, dini ibakie vile vile. Khalid ibn al-Walid alipotumana ile barua kwa yule Malikur Rum, alimwandikia barua fupi tu, lakini barua yenyewe ukisoma waweza kuzunguka na kichwa. Akamwambia aslim taslim, silimu salimike mjomba. Ampelekewa yuko ndani jamaa, na alikuwa amekunywa. Awidfa'il jizya, ama lipa kodi ukae kwa amani. Wa illa, ikiwa hutaki moja katika hayo mawili, fala talumanna illa nafsaka, usilaumu isipokuwa nafsi yako. Faqad jituka biqaumi, nimekuja na squad hapa nje hapa, nimekuja na watu wako nje hapo kwenye geti yako. Hawa watu yuhibbuna almauta, wapenda kufa, kama tuhibbuna alhayata, kama mnavyopenda kuishi. Kwa kitika tena hapo usikie kuna watu wako nje wapenda kufa na wamekuja kupambana na wewe. Kwa nini wakasifiwa wapenda kufa? Wako tayari wafe, lakini dini ifanyeje? Dini ibakie. Isitoshe, kuna bwana mmoja aitwa Khalid ibn al-Walid, Khalid al-Hudhali. Huyu bwana alimpa Mtume stress sana, ikawa anapanga kummaliza Mtume. Mtume akamuita kijana mmoja aitwa Abdullah ibn Unais, akamwambia na kuomba uende Makka uniletee kichwa cha Khalid al-Hudhali. Akamwambia kuna swali very simple, lakini sasa mimi huyu bwana simjui, simfahamu. Akamwambia alama yake, ukimuona huyo bwana ana utisho, yaani ukimuona tu alivyo utatishika bila shaka, yaani kulingamana alivyopanda ila mtu na ushujaa na ule ukali. Akamwambia sawa ya Rasul. Bwana akatukua farasi wake na panga lake moja kwa moja mpaka Makka. Akifika kampata bwana mmoja kuzungumza naye pale, akaona watu wamejikusanya. Nani yule? Ambaye yule ni Khalid al-Hudhali. Afanya nini pale? Ambaye wapanga kikosi kwenda kummaliza Muhammad. Basi alikwenda tu Ibn Unais miaka 18. Akifika moja kwa moja mpaka pale, akatoa panga, akamtoa kichwa, akakitia kwenye begi, akapanda farasi. Arudi zake wapi? Madina. Akifika kwa Mtume, wahi ushatangulia. Jibril amwambia jamaa shamaliza kazi. Akiingia msikitini, Mtume akasimama, kisha akamwambia masahaba, kijana amefaulu. Kijana amefanya nini? Amefaulu. Akamwambia mmoja katika masahaba, kijana amefaulu, ametekeleza kazi. Khudha asaya, Abdullah, chukua fimbo yako hii. Akapewa. Ya nini ya Rasulullah? Akamwambia aarifuka biha yawm al-qiyama, hii fimbo nitakujua nayo peponi, zuia hii, zawadi yako na kupa. Abdullah akatumia fimbo ile siku alipofariki,
jamaa ndio yuaoshwa na kukafiniwa. Mtume ambia fimbo iko wapi? Ambaye iko ndani. Ambia msikeni nayo, nimesema ndio nitakayomjua nayo peponi. Kwa nini Abdullah ibn Unais akaamua kujitolea? Ni kwa sababu ya kuhifadhiwa nini? Ya kuhifadhiwa dini. Hapa nataka kuambia tu ya kwamba mjue lipi bora kati ya kuhifadhiwa dini na kati ya nafsi. Na hapana shaka ndugu zangu katika imani kwamba dini ndicho kitu cha thamani tunachomiliki katika maisha yetu, na dini ndiyo mawasiliano yetu baina yetu sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayeb, Imam Shatibi sasa anatuelekeza namna ya kuhifadhiwa dini. Akagawanya katika sehemu mbili. Hifdhuhu min janibil wujudi, kuna mambo tutakiwa tuyafanye ili dini ipatikane. Hili la kwanza. Wa thania hifdhuhu min janibil adami, kuna mambo tutakiwa sisi tusiyafanye ndio dini isipate kupotea. Tukiyafanya hayo dini itapotea. Tumeelewana Waislamu? Tayeb, tukianza na mambo manne haya katika kuhifadhiwa dini. Mina al-ijadi, jambo la kwanza al-amalu bihi. Tukitaka hii dini ibakie na iwe iko katika maisha yetu, ni lazima ifanyiwe kazi. Al-amalu bihi, isibakie jina la Waislamu tu, sisi Waislamu. Ikiwa dini yetu ni hiyo, haibaki, itapotea katika maisha yetu. Kwa hivyo tukitaka ibakie na tunatakiwa tuhifadhi imani zetu na dini yetu, lazima tuwe ni wenye kuifanyia kazi. Ndio Muhammad bin Abdul Wahhab katika thalathatul usul akaweka mambo manne ambayo ni lazima kila Muislamu ajifundishe mambo hayo, lazima. Na hapa nakariri tena, kuna elimu ya lazima na kuna elimu ambayo si ya lazima. Kwa hivyo tutoe zile fikra kwamba kusoma ni hawa maimamu na hawa mashekhe, hawa ndio kazi yao, wanunue vitabu wasome, sisi ni kuja kusikiliza. Fikra hiyo toa, na ikawa kama hauna hiyo fikra, basi usiingize kwenye akili yako. Ingiza fikra hii, kuna mambo mimi kama Muislamu ni lazima nisome. Lazima, wazungu wasema ni must. Hakuna hivi wala hivi, hakuna. Lazima usome. Na kuna mambo si lazima. Sasa ambayo si lazima usijishughulishe nayo, kwa sababu si lazima. Ninachozungumza mimi hapa ni mambo ya lazima. Kwa mfano, lazima ujue kuswali, ni lazima. Ujue kuswali kwa ukamilifu, ujue arkanu sala, ujue wajibatu sala, ujue masala ya sujudu sahwi. Ikiwa mimi naswali nikasahau, natakiwa nifanye nini? Ni must, ujue, lazima. Ikiwa wewe ni imamu waswalisha, ukisahau utafanya nini? Lazima ujue. Maamuma amesahau, imamu hajasahau, maamuma atafanya nini? Imamu amesahau, maamuma hajasahau, kwa fanywa nini? Ni lazima ujue. Usiseme mimi sikujua kama kuna hiyo. Ukujua ni lazima ujue. Sijui mwanielewa Waislamu? Nawekea mambo wazi bila ya kuwabambanyia, kwa sababu hatutaki darasa za kufinikana macho, za kuambiana sote tutaingia peponi hivi tulivyo. Lazima tuelekezane. Jambo ni lazima, ni lazima, kwa sababu usije ukafanya kasheshe katika swala. Kuna baadhi ya msikiti kule Mombasa, sitaki kutaja jina lake, wenyewe akasikia mbaya.
lakini imamu, Mungu amjaze kheri, alikuwa msomi, ajua dini na yoijua swala, lakini maamuma kawa hawaelewi na jambo la dini la ibada, hususan kama hili jambo tufanya kwa pamoja la sala, natakiwa imamu alijue na maamuma. Akijua imamu kuswali inavyotakiwa, maamuma hawajui, hapo pana sinema itatokezea. Tumeelewana jamani? Niwape mfano ndo nije kwenye kisa cha msikiti ili munielewe na kusudia nini. Tumefundishwa kwenye sunna, ukibisha mlango wabisha mara ngapi? Patatu. Ikiwa kuna mtu ndani yuwasali, mwanamume atakiwa afanyeje? Na amsabihi Mwenyezi Mungu, sema subhanallah, Allahu akbar, ndio akujulishe wewe ambaye uko nje ya mlango kwamba mimi nafanyeje? Na swali. Sasa lazima anayeswali ajue kukibishwa nampa ishara vipi aliyoko nje, na ambaye yuko nje lazima ajue ni ishara gani ambayo yuwaswali akinipa maana yake yuwaswali. Mmoja asipojua kutakuwa na sinema, haamini niko ndani ushabisha. Kuna mmoja alibisha akasema subhanallah, Allahu akbar. Sasa takbiri za nini? Si ufungue mlango tu. Umeona taabu hiyo? Haelewi maskini yule bwana, akarudia subhanallah, Allahu akbar, yani na swali. Jamani, madharau hayo bwana. Mimi nabisha, usifungua wewe Allahu akbar subhanallah. Sasa ndio nini sasa? Tumeelewana sasa? Mmenielewa na nakusudia nini? Lazima wote wawili wao wanajua. Sasa kwenye swala imamu ni msomi. Imamu aliswalisha watu rakaa 5. Alipofika ya 4, badala ya kukaa akainuka ya 5. Jamaa nyuma akamwambia nini? Subhanallah, subhanallah. Imamu kimya. Kumbe imamu amesoma ya kwamba ukiacha nguzo katika swala na ile rakaa ulioacha nguzo ikawa imepita, ile rakaa inakuwa imekenseliwa. Kwa mfano, mimi nawaswalisha hapa Aisha, kafika rakaa ya 3. Rakaa ya 3 nguzo Suratul Fatiha ni lazima nisome kimoyoni. Mimi sikuisoma, nikafika rakaa ya 4, niko kwenye sijida, nikakumbuka subhanallah, mimi rakaa ya 3 sikusoma nini? Alhamdu na Fatiha ni nguzo. Kwa hivyo rakaa ya 3 una cancel, ya 4 inakuwa ya 3. Wadaiwa rakaa ngapi? Kwa hivyo mnaelewa? Tayeb, mimi nikasimama rakaa ya 5. Kwenu nyinyi ya 5, kwangu ya ngapi? Hamjanielewa bado? Kwenu nyinyi ya ngapi? Ya 5. Mimi kwangu ya 4. Sasa niliposikia imamu akasimama, jamaa subhanallah, imamu kimya, subhanallah, imamu kimya. Ingekuwa wamesoma swala inavyotakiwa, hapo hapo automatic ingekuja ile memory, huyu ameacha nguzo, labda asha cancel moja yuongeza nyingine, lakini jamaa mabonzo wote. Sasa kulikuwa na kazi hapo, subhanallah, basi jamaa wengine utakutawaga vipi? Subhanallah, imamu rakaa ya 5 hiyo. Rakaa ya ngapi amio? Ya 5. Kaa. Sikisikia madharau ndio hayo. Hivyo takunambia sikii. Kibri tu mimi naambia maimamu wengine bwana. Hii jahali na taabu. Kuwa na jahali kitu kiovu sana. Imamu akamaliza alhamdu, akarukuu, akainuka, akasujudu, akakaa tahiyatu. Kinachotakiwa kwa maamuma ni moja katika mawili.
Al-Allama Ibn Uthaymeen katika Sharhul Mumti' ni imma umsubiri imamu ambaye amekwenda juu rakaa ya 5, umsubiri amalize utoe salamu pamoja na yeye, ama akiinuka rakaa ya 5 upige salamu wewe maamuma. Tunafahamiana? Sasa imamu akakaa akatoa salamu, salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah, kisha akasujudu sijida 2. Sijda ya kwanza akakaa, sijda ya pili, kisha akatoa salamu. Swala alivyofundisha Mtume kabisa, kwa sababu ishatokea Mtume kuswalisha watu rakaa 5, kisha ndio imamu akawafahamisha dini kama kia. Sasa tutajua vipi sisi? Lazima ujue ulikuwa wapi bwana. Kwani uko mwituni hapa? Wewe si uko kwenye misikiti na madarasa ziko na maimamu wako? Kwa nini hukujua? Kwa nini? Kwa hivyo la sala huwezi kumwambia Mungu mimi sikujua. Ama wataka kwenda umra, umekwenda ukazunguka na kishale chako, ukija kuulizwa pale kwenye Ruknul Yamani kwa sema nini, Safa na Marwa kwa sema nini? Hivyo tu pale tasbihi na nini, tasbihi. Lazima ujue watu wafanya umra vipi, kwa sababu wewe waenda umra, na lazima ujue haji yafanywa vipi. Lakini katika haya yote aula zaidi, ndugu zangu, ni swala. Tufundishaneni swala, nguzo zake, wajibu zake, na sajdatu sahwi yafanyika vipi, wakati gani unasujudu kabla ya salamu na wakati gani unasujudu baada ya salamu. Haya yote ni katika mambo ambayo ni lazima uyafahamu. Tumekwenda huko kwa sababu ya nukta ya kwanza ya kuhifadhiwa dini ni al-amalu bihi, ni lazima ifanyiwe kazi, na huwezi kuifanyia kazi mpaka uisome. Kusome jamani, tuwekeni halakati, tuwekeni durusi, na tukizikiwekwa wenye kusikiliza wawe mpaka mwisho kule. Lakini sisi tunataka darasa za mizozo, yule asemaje, yule akajibu nini. Sawa, hilo lazima watu wabainishiwe. Batili ikitokezea kuna tanabahishwa, ni kadhaa ni kadhaa ni kadhaa, na ikifika sasa ni wakati wa kuelimishana mengine pia tuje kwa wingi. Au unasema makosa? Sasa haya ni masala ambayo ni muhimu, ambayo ni lazima sisi kama Waislamu tuyafahamu, alafu inakuwa hatuna habari na. Kwa hiyo al-amalu bihi, kuyafanyia kazi, na baada ya kuyasoma mambo ambayo ni ya wajibu inaitwa al-wajibul aini. Na hapa ndio inakuja tofauti ya muslim na wale ambao wanajio muislamu wa kikweli na muislamu ambaye ni wa kujibandika, au muislamu ambaye ni wajina, hana hata mmoja afanyalo katika dini. Yeye ni Huseni basi, swala yake pia miujiza. Tusiweni hivi, tuhifadhini dini zetu katika kuisoma na kuifanyia kazi. Al-amru thani, jambo la pili, ili dini yetu ihifadhike baada tushaifanyia kazi. Usiifanyie kazi wewe tu kabaki nayo, ad-da'watu ilayhi, lingania. Ukilingania inasambaa kila sehemu, na alhamdulillah hivi sasa kumekuja wasaili hizi, dakika 5 tu ushasambaza dini. Kwa hiyo angalia nyimbo hizi za kipuzi, wakiziweka tu mara ushasikia jisaji moja walioangalia milioni 2, mara ukikaa vizuri wenyewe jisifia, mimi ngoma yangu nilipoitupa tu chini ya masaa 5 niko milioni 40. Kwa nini hizi milioni 40 haziji kwenye darasa? Leo za rushwa darasa za mashehe, hata sisi wanafunzi tunazungumza tu hapa, darasa za maulama wa kutegemewa, kina Fauzani, kina tizama channel zao, mwenye kuangalia watumia 200. Sukuma bongo uone. Kisha tukiambiwa sasa tutakaambia usiambie watu, wewe usiambie watu, hii sio biashara ya mtu my friend.
hii ni dini ya Allah, lazima ifuatwe anavyotaka Mungu. Lakini sisi Waislamu tumezembea kwenye dini yetu, kuto kuisoma na kuto kuisikiliza na kuto kuwa na hamu nayo pia. Hakuna ushirikiano. Hizi ndi kelele nazipiga msikitini kwangu pale, ushirikiano. Kuna mmoja, watu wapanga Idi, tumekwenda mbio, tumenunua speaker na maamplifier 700,000 ya Kenya, my friend. Watu wamekwenda mbio, eti mapungufu madogo amekuja usubuhi, ustadi hapa mumefeli hapa, mkaambia tafuta uwanja ukaswali. Wewe ulikuwa wapi wakati watu wakishirikiana? Natangaza juu ya mimbar, Waislamu ushirikiano, hili la sunna, utafutwe majamvi, utafutwe kadhaa wa kadhaa. Hukuja wewe kusema chochote, uongoja kasoro ndio useme unaona pale Masjid al-Sheikh basi kuna wasimamizi pale bwana. Wewe ndio angalia msikiti, ukiangalia usiona jambo fulani, atasijui vipi wale jamaa. Na kukitangazwa hapa mchango, kuna jambo la kufanya, ndio kwanza utukua viatu akabwaga pale akatoka. Mimi watu hao huwa sipatani nao kabisa, vibaya sana, na najulikana kule mimi. Hakuna masala ya kubembelezana wala kushtahi watu wala kuangalia nyuso za watu. Unaangalia haki, ushajua hii ni haki, unatia pamba kwenye masikio. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Da'wa yataka ushirikiano. Salamu alaykum. Hapa una vifaa vya kurekodia durusi? Hakuna. Kisha utapata mtu atakuja kumwambia, sasa nyinyi hata kamera hamuna hapa, sasa kufichwa vipi sasa? Sukanunue wewe. Mbona ununui wewe? Hayo ndio ya kufanya. Tena wallahi sisi sijui tunataka khairi vipi. Wamuuliza kimpango tu imamu, pengine ushajua hapa kamera hakuna ya msikiti, na mimi ninazo, si taklif haram, nazungumza waweza kufanya ama wamjua mtu, kisha ufahamu mwingine, si lazima ufanye wewe, waweza usifanye wewe, lakini ukampelekea mtu bana, nimeswali pale msikiti wa barabara 6, kuna darasa pale na jamaa warekodi, lakini zile kamera zinazotumika zote pale si za pale msikitini, hatuna. Nikaona ni kheri hii, wasemaje tununulie kamera. Shekha, unafikiri kamera hii huu muhadhara, hebu niambie alionunua hii kamera hivi na rekodiwa, alafu iko Ansar Live, kila anayeangalia thawabu ngapi anazopata? Ni nyingi, hatupigi hesabu hizo sisi. Hizo ketu zitoa regesha tu baba. Ngoja tusikie hapa, tusikitika kutangaza kifo cha fulani. Tutakupeleka tu kikoani tukuziki, kisha tuseme ahsantum, khalas, nyumbani wanao ndio wakae. Sasa sikizeni bwana, nadhani mwajua mzee alikuwa na account, mahesabu yaanza hayo. Yesu uliambiwa utoe, ukajifanya gamu, ukajifanya super glue. Ndio hizo sasa. Jamaa wapigane mafungu pale, wata kununua kamera 300 ya Kenya, mfereji wa shilingi 100 hanunui. Utakwenda kutafuta mke aoe, atafute gari, areresha, khalas. Tusidharau masala ya dini tukieleza. Mungu atuongoze ndugu zangu. Tuje kwenye da'wa. Da'wa ni miongoni mwa sababu za kuhifadhiwa dini. Watu washirikiane. Huyu ametoa muhadhara, huyu amenunua kamera, huyu amemlipa kijana, kazi yako wewe ni hapa msikitini kurekodi ukirusha, huyu amenunua laptop, huyu amenunua waya wa internet, mwingine amenunua internet. Ndio da'wa, kushirikiana. Kisha sisi sasa na sisi tufanye upande wetu, tutoke Mombasa kule tuje hapa, toke hapa twende Moshi, toke Moshi wende kule, kila mmoja kwa upande wake. Ndio dawa itasonga na dini itahifadhika. Na kuna vijijini huko ndio watu shekhe hawana lolote katika masala dini,
hawajui chochote. Nasikia mara nyingine umwambie shekhe wangu bayana, fadhali ndio zetu mashambani huko katoe darasa watu wasikize, maana kama ni hapa mjini kila mmoja ni shekhe na wasuluhifu tele hapa. Kijijini kule kuna mitihani, watolee kisa kimoja kisha tusonge kwenye darasa yetu. Tuzungumza kuhusu nini? Hamuko na mimi kuna somo tabidi nianze mwanzo. Tuzungumza kuhusu nini? Na kuhifadhiwa dini. Tayeb, tumetaja mambo mawili ambayo yanapelekea dini ihifadhike. Jambo la kwanza, na hata hatujakwenda mpaka kesho, ngalao utasema jana ninasahau, hapo kwa hapo tushasahau. La kwanza, al-amalu bihi, kuifanyia kazi. Yani ushaisoma ujue na uifanyie kazi, swala na mengineyo na mengineyo. Naam. Al-amru thani, ad-da'watu ila Allah au ad-da'watu ilayhi, kulingania watu na kuisambaza ile dini. Sasa katika ad-da'wa ndo nasema tunatakiwa twende mashambani. Kuna mzee wangu pale msikitini, ni mtu wa tablighi, walitoka siku moja kwenda kufanya da'wa. Basi asema tumekaa msikitini, mara ghafla akaja bwana mmoja akasema yaomba maustadhi wakamtilie dua mke wake. Kaambia sawa, nani fulani na fulani fuateni. Jamaa wakaenda, wakifika akawakaribisha, akaambia mara moja naja anachukua kitu, wife atawaambia mtaendelea. Sawa sawa. Sasa baada ya dakika 2-3 akatoka yule mwanamke na leso ameifunga hapa juu, akapita akaenda choni, akaenda akaoga, kisha akarudi kwenye rumu yake, kisha akafungua pazia, akamwambia maustadhi, sasa mutatia dua kwa pamoja ama mutakuja mmoja mmoja? Sawa Waislamu, mutatia dua kwa pamoja ama mutakuja mmoja mmoja? Maustadhi wakashangaa, vipi yani? Simeambiwa kuna dua. Ndio nawauliza, mwaifanya kwa pamoja ama mmoja mmoja? Wale wakaambia ngoja turudi msikitini, si hatuja kuelewa bado. Hapo asubirini basi nimpigie mume wangu, labda awacha twaje. Huu mzee wangu pale msikitini ananiambia mara dakika 2 kadhaa hivi wamekuja. Vipi? Tumwelewe yule mama, asema tutie dua wawili mara mmoja mmoja. Baada ya masaa ni madakika fulani, mume akaja msikitini, shekhe, poleni bana, nimekuja nimeambiwa mmetoka, kama mke wangu pengine amewakwaza bana, msameheni bana, twendeni bana. Akamwambia ngoja kwanza, dua vipi? Hatujaelewa sisi. Hasa waambie hiyo dua. Asema kawaida hapa mtaani kwetu, mtu mke wake akijifungua akimaliza 40 lazima imamu alale naye kwanza, ndio mume uruhusike kuendelea na maisha. Sasa imamu leo hayuko, nimemtafuta, nimempigia simu, amesema yuko amekwenda nyumbani. Ndio ukasema si vibaya pia vile ni wageni, itakuwa dua nzuri zaidi. Mungu Waislamu, si masala ya kutunga. Huyo mzee ni kisa wakii kilitokea. Asema kambia hakuna dua hiyo. Baada masiku imamu akija, jamaa walimshangilia kweli kweli, kumbe amemaliza bibi za watu. Ambia watu lazima kwanza mpate dua ndio muendelee na maisha yenu. Hii ni hatari, na nikuonesha namna gani da'wa inatakiwa iwe ni yenye kutangazwa na watu watoke waende sehemu tofauti tofauti. Mwenyezi Mungu asema waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair, na kupatikane katika nyinyi baadhi yenu wenye kulingania mambo ya khair. Mwenyezi Mungu akasema tena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi
Akasema tena katika suratul Nahl, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati alhasana. Akasema tena katika Yusuf, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, kuonesha kwamba da'wa hii au dini hii inatakiwa kutangazwa. Suala, tumesimama sisi kama Waislamu kwenye kuitangaza dini yetu? Jawabu ni kwamba twajitahidi, lakini bado pana mapungufu makubwa sana, mapungufu makubwa sana. Dalili ya upungufu mtakubali hapa msikitini kwetu, barabara sita, kuna programu gani ya darasa katika kila wiki? Jumatano basi. Tayeb, siku ya Jumatano tafsiri ya Qur'an. Mungu amjaze khairi anayetoa hii darasa, na Mungu ajalie wajitokeze wengine katika kuongeza darasa, bado zinahitajika. Siku moja kwa wiki ni kidogo sana. Tayeb, wanaohudhuria shekhi wachache sana. Ndio hali ilivyo. Mwenyezi Mungu atuongoze. Sasa ikiwa dini ni sampuli hii, wallahi ni mtihani na ni mapungufu haya katika safu zetu sisi Waislamu. Tujibidishe ndugu zangu katika kuitangaza dini na katika kuieneza na kuisikiliza. Kwa hivyo jambo la pili la kuhifadhiwa dini ni ad-da'watu ilayhi, ni watu wailingania. Al-amru thalith al-hukmu bihi. Al-hukmu bihi ni kuhukumiwa kwa sheria ya Kiislamu, lakini hili hatuna, liko nje ya uwezo wetu, kwa sababu lahitajia dola ya Kiislamu, lahitajia utawala wa Kiislamu ndio kutekelezwa hili al-hukmu bihi. Na lau litapatikana, tumomba Mwenyezi Mungu alilete, kuwe kuna dola ya Kiislamu na kutekelezwa sheria yake, kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Hii al-hukmu bihi kukosekana pia imechangia mengi katika dini na imani zetu na tabia zetu kuharibika, kwa sababu kama kuna al-hukmu bihi, subutu ulete masala ya tabarruj, wanawake kutembea uchi. Kipatikana al-hukmu bihi, subutu kupatikane mambo ya watu kumangamanga na warembo huku na huku. Maanake kungekuwa ukishikwa na kukapatikana ushahidi unaotakiwa, na ikawa ni mke mkuu au mume mkuu, ni mawe mpaka kufa, au ni mwizi umeshikwa, ni kushikwa ukakatwa mkono, ukiiba tena ukakatwa mpaka ukabakia mikono yote nusu, ndo utashika adabu. Wale waizi wengine hata ukamwekea iPhone 14 hapo hatukui. Subutu hachukui iPhone 14 Pro Max mwekea, usijifanye kama unsahau, uondoe kidogo, mvuka barabara, ukija utaipata pale pale. Limadha? Kwa sababu wajua wazi hapa nikishikwa mkono lakini sasa hakuna hayo. Ndo jamaa wametumaliza, mechoka kununua simu, wajua wazi atakaiba, wengine cha zaidi tu takula makofi mawili matatu basi, lakini iPhone ndo ishakwenda hiyo, ama nitapelekwa polisi pale, baadaye watakuja wazee, watapeana mapeni kidogo, tahongwa yule askari, atanitoa kwisha. Lakini kukipatikana al-hukmu bihi, watu watafanya nini? Mmoja katika wazee tu pale mtaani, wakati
Sheikh Bahero, Allah muhifadhi, mwalimu wetu na mpe umri katika amali njema, alipokuwa akizungumza masala haya, huyo mzee asema kulikuwa na bwana mmoja, ni mtu machachari. Kulikuwa na bwana mmoja hana mkono mmoja, basi akasema mimi nitajiua bwana, watu wote wana mikono miwili, mimi nina mkono mmoja. Akapanda sehemu juu, akitaka kujirusha, amkuta bwana hana miwili, mekatwa hapa na mekatwa hapa, na yule bwana akawa yuarukaruka mwenyewe, ana raha kweli kweli. Yule akashangaa, akasema mimi sina mmoja, atakujiua, mwenzangu hana miwili yule, na furaha yote ile. Hapana, sijiue, ngoja nishuke. Basi akashuka, akamsimamisha, na yule bwana mwenyewe akaruka pale. Afwan bwana, mimi nilikuwa na nia ya kufanya jambo fulani, nimekuona, lakini nimeona wacha tu ni, mbona una furaha hivyo na huna mikono yote miwili? Amwambia bwana, mimi sina furaha, wala sio kwamba ati nacheza, hapana, mimi nanyezwa kwenye mgongo, siwezi kujikuna. Sasa huyu mzee asema, ustadhi, ni kweli bwana, hii sheria ya Mwenyezi Mungu ina hikma. Maana ukishakatwa mkono utakuwa utabidi ufanye kama mbuzi kwenye ukuta vile, kujikuna huwezi tena, na itakuwa mambo ya aibu. Sasa ushakatwa mikono, tabidi ukae nyumbani, kula huwezi, tabidi ulishwe, kwenda chooni tabidi utambwe, mtu mzima nitambe, utafanya adabu, na wengine wakisikia watafanya adabu. Yote yatakuja kwa sababu gani? Alhukmu bihi. Ikiwa alhukmu bihi itakuwa ni yenye kupatikana. Ndugu zangu katika imani, hayo ni mambo ambayo tukiyafanya dini yetu itapatikana na itabakia, na kuna mambo ambayo tukiyafanya dini yetu itapotea, na wakati umekwenda. Sijui mwanishauri vipi, tukamilishe sio? Toi, hifdhu dini min haythu al-adam. Kwanza ngoja, tumesema nini? Tuzungumza nini na tumefika wapi? Hifdhu dini, jambo la tatu, sawa, lakini ule mgawanyo niliotoa bado sijausikia. Jambo la tatu kwenye sehemu gani? Pengine wacha nifanye summarize ndio munielewe. Tuzungumza kuhusu kuhifadhiwa dini, yani dini atakiwa ihifadhiwe, tukaelezea umuhimu wa dini. Tukasema Imam Shatibi amegawanya njia za kuhifadhi dini kwenye njia ngapi? Mbili. Njia ya kwanza ameweka mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye ndiyo dini yetu ihifadhike. Kisha njia ya pili akatueleza, ndio hii tutazungumza, mambo ambayo tunatakiwa tuyawache ndio dini yetu isipotee. Tukiyafanya hayo mambo dini yetu itapotea. Ndio hii nukta ambayo tuizungumza sasa. Jambo la kwanza, tahrimu nikahi al-mushrika hifadhan ala din. Ya salam, wallahi kusoma raha wewe, raha sana kushinda utamu wa chakula. Hapa tuambiwa miongoni mwa mambo sheria iliyoweka ili dini ihifadhike, ikaharamisha watu kuwaoa wanawake mushrikat. Hifadhan ala dini, kwa sababu ya kuhifadhi dini. Kivipi? Ukimuoa mwanamke ni mushrika, ni moja, ni imma yeye akufuate ama wewe ufuate. Ukimfuata dini iko wapi? Imepotea. Ukimfuata wewe
na kitakachozaliwa kikija kimfuate mama, dini mpotee imebakia. Sasa kwa kuhifadhiwa dini hakuna ruhusa ya kuoa mushrikati. Mungu akasema wala tunkihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum, kijakazi ambaye ni mu'mina ni bora kuliko mushrikati, mwanamke ambaye ni mushrika, walau a'jabatkum, hata kama atakuvutia. Msifu takapomsifu, nimeona kitu na nusu, fanya kilo 2 usione na nusu. Maadamu ni mushrika hufai kumuoa, kwa sababu watakiwa uhifadhi dini yako isipotee, na ukimooa mushrika utamfuata itikadi yake, dini yako itapotea. Na kunao watu hao sisi tushawaona, kufuata mapenzi, ama mtu akafuata uzuri. Tumeelewana vizuri hapa? Nakumbuka kisa cha mmoja aliyekuwa katika vita fulani, na alikuwa ni mujahid. Akamwona mwanamke mzuri, akazungumza naye, akamwambia ukitaka kunipata mimi mpaka utoke ulipo uje kwangu. Akaja akamfuata, akakaa naye, akamwambia mimi huwezi kunipata mpaka uritadi. Akaritadi na akabadilisha kila jambo lake. Sasa siku hiyo wenzake wamepita, wameona kana yule mwanamke, ambaye shekhe, vipi bana, ulikuwa hafidh wewe ukituswalisha bana, iko wapi wala tunkihul mushrikati, iko wapi aya fulani aya fulani? Awambia sikizeni, waambie wallahi nawaapia kwa Mwenyezi Mungu, anni nasitul Qur'ana kulla, nimeisahau Qur'ani yote, illa ayatun wahida, nimebaki na aya moja tu. Yasemaje? Nimebaki na aya, Mungu asema rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, wanatamani wale ambao wamekufuru lau wangekuwa Waislamu. Sasa kwa nini atamani na alikuwa Muislamu? Yuatamani awe Muislamu, lakini kuna chuma hapo, kuna chuma kimekaa kando hapo, akimtizama yuamfanya asiregee kule alipotoka. Tartibuni na mapenzi ya uzuka, utakuja kufa na ujinga na ushirikina kwa sababu ya mapenzi. Hivi wanawake tele wa Kiislamu tele. Leo tumekwenda kutoa darasa kule, sio kama mtu ataka tutampeleka pale tu mara moja tu, ya nini kwenda kutafuta wanawake mabalaka? Al-amru athani, jambo la pili, al-amru bil hijrati min diyari al-kufri ila dari al-islam hifadhan ala ad-dini. Mwenyezi Mungu akaika sheria watu wagure katika miji ambayo si ya Kiislamu waende kwenye miji ya Kiislamu kwa sababu ya kuhifadhiwa dini. Mwenyezi Mungu asema innal ladhina tawaffahumul malaika dhalimi anfusihim qalu fima kuntum, wataulizwa na malaika wakati watolewa roho, aina kuntum, mulikuwa wapi machafu haya mpaka mmebadilika nyinyi? Qalu, watasema kunna mustadhafina fil ardh, tulikuwa wanyonge sisi katika hii ardhi ambayo tuko hapa. Qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha, je, haikuwa ardhi ya Mola wenu ni pana mukagura? Faulaika ma'wahum jahannam wasaat masira. Al-Hafidh Ibn Kathir asema hadhihi al-aya 'amma fi kulli man aqama baina dhahrayn al-mushrikin, mwenye kukaa kwenye ardhi ya washirikina, wa huwa qadirun ala al-hijra, na yeye yuweza. Sikilizeni vizuri, na yeye yuweza kugura. Ina maana usipoweza huna makosa. Ndio Mwenyezi Mungu akasema pale mbele, illa almustad'afina min arrijali wan-nisa'i wal-wildani, wale wanyonge katika waume na wanawake na watoto.
ambao hawana hila, maskini hawajui wafanye nini, uwezo hawana, wataka wagure. Mwenyezi Mungu asema hawa tutawasamehe. Lakini una uwezo na umekaa kwenye nchi la kikafiri na uwezo wa kugura unao, basi ujue kwamba unafanya jambo ambalo ni la makosa sana. Kama hivi sasa Waislamu wengi kila msikia ataka kwenda UK na London, tafikiri peponi tu. Basi sawa, nenda, lakini kwa masharti yaliyowekwa. Ameyataja Fauzan katika al-irshadu ila sahihi al-i'tiqad, vile vile ameyataja Ibn Uthaymeen katika thalathatul usul, kama sikukosea. Nenda kwa masharti basi ya kisheria yaliyowekwa, sikujivurumiza tu uende kule mara baada ya miaka. Na tunao watu tuliocheza nao, mimi na watu mmecheza nao kabisa, wako huko. Shekha akija, Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu atuongoze sisi na wao. Msiba mkubwa, mtu amechora kichwa cha Bob Marley Mangoni. Naona kwamba ni fakhri na ni maendeleo na ndio kukua. Nini utafuta? Kwa kuwa kuna dola kule, huku mtaleta mambo yenu ya buku na dola wapi? Na sifadhali mkafuate dola. Kumbe maskini hajui buku ni bora, pamoja na kwamba una imani yako na dini yako. Wewe enda kuketi pahali kusikia taadhana, wenda kuketi mahali ambapo mwanamke yuaja na mwanamume nyumbani kwa mamake, kisha mbia ni boyfriend yangu, waingie chumbani wakae masaa kisha watoke. Wewe ndo keti mahali watu wafanya machafu kwenye gari, mabasi, hasa wenye kukisiana hapo, wenye sijui kupakatana hapo, wenye ni fakhri kweli hiyo? Yote ni kutokuwa na imani na kanaa na maisha yako. Usisafiri kwenda kwenye manchi ambayo ya kisampuli hiyo, kwa sababu ukienda utakwenda kupoteza dini yako, na umeambiwa kwamba wewe unatakiwa uhifadhi dini yako. Jambo la tatu katika mambo ambayo yanahifadhi dini isipotee ni wanazuoni na talabatu ilmi kusimama kukemea maovu. Dini itabakia ile ile na itahifadhika. Kumetoka klipu, mtu amezungumza porojo, unapanda mimba, innal hamdalillah, unatoa maudhui yako, unaweka mambo sawa. Wacha mtu akomenti sijui Waislamu sasa, huu utakuwa ni msiba kweli ikiwa sisi kwa sisi tunakuwa tunateta na tutete, maadamu ni dini, sio kabisa. Allahumma iwe ni masala ya kifuru, na walillahi alhamdu, hizi elimu mbili tatu hakuna mtu atatuletea mambo hapa kisha tukamkubalia hivi kirahisi hapa. Maana siku hizi kumekuwa na tasahul katika safu za mashekhe wa kisunna, kila kitu ni ikhtilaf. Fulani yuko na fulani wamesema wamefanya jambo fulani, masala khilaf, wajua haja tutete sisi. Hapana, twajua pia sisi jambo gani twatakiwa tukhtalifiane na tuwe pamoja, na twajua jambo gani lazima tukhtalifiane. Wewe uwe mashariki, mimi niwe magharibi, twaelewa pia. Usiniambie mtu ahimiza watu kuabudu makaburi, waona mbingu na ikhtilafu. Usimpinge huyu wala usimtolee video, haina haja majibizano. Sheikh, mtu huimiza watu ushirikina, mtu aketi na watu ambao hawana mpangilio wowote, mtu amtukana bibi Aisha kwamba ni mzinifu, wewe unaambie wajua Waislamu wajua msipende mizora. Hapana, tartibuni, kwa sababu sisi tuenda pabaya na hizi tasahul, kila kitu ikhtilafu, basi hakuna neno. Mwenye kuabudu kuku abudu,
Kisha tukiuliza sote ndugu moja, la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Tuagane hapa alfajiri saa vipi na tuko kidogo nafika, kuna mganga hapa naamka sisikii vizuri, nitakumuona alafu tutakwenda baadaye niseme sawa ami sawa, nende kwa mganga hapo ukafanyiwe nini tu. Alafu ukipiga mfano kama mmekwenda mbali kwa mganga na mwenye kuabudu kaburi, tofauti yake ni nini? Wote washirikina hawa. Sasa watu wasifanye tasahul kwa sababu ya maslahi yao. Maslahi na tumbo lako bakia nalo mwenyewe, hii dini. Na sisi hatukubali tasahul ya mbona. Nikuulize swali, hebu mtu anitafutie tu raddi iliyofanywa kuhusiana na kunuti. Eti masala ya kunuti ni ikhtilaf sadis, yani tuweza kukhtalifiana. Sisi twaleta kunuti, nyinyi hamuleti, kwa sababu hadithi ya kunuti ya Anas inasema Mtume hakuacha kukunuti maisha yake yote mpaka aliaga dunia. Kwa Imamu Ahmad hadithi ni sahihi, ni dhaifu. Ndio maana Imamu Ahmad msimamo wake kunuti hakuna. Kwa Imamu Shafi hadithi hiyo ni sahihi, ndio maana Imamu Shafi msimamo wake kunuti alfajiri ipo. Sasa hayo ndio mambo ambayo hatufai kutenda. Wewe una tasbihi, takwambia tu tasbihi aula ni vidole, lakini siwezi kuteta nayo kwa sababu wewe ukuta tasbihi, mimi sikuti tasbihi. Hayo ni masala ya kifurui madogo yaeleweka. Ninachozungumza hapa ni akida, na hawa mashehe wa tasahul wajua wanachokifanya. Usifikiri hawaelewi, waelewa pia kwamba ni msimamo gani unatakiwa kufuatwa kwa mtu ambaye ni jitu, ni ubadul kubur. Lakini kwa kuwa ana maslahi yake, ayajua yeye mwenyewe na Mola wake, kama ni cheo, ni maslahi ya biashara zake, ni maslahi sijui ya nini yake, shauri zake. Sasa akajifanya aleta tajamul kwamba sisi sote pamoja. Hawa vijana tu wamejitokeza, wana hamasa, subhanallah. Yani sikia kijana shambulia, tuombe tu Mungu hapo. Kwa hivyo sisi tumfetuka akili, haya leo kwenye vitabu hatujui au vipi? Tuketi na mijisufi, mtu asema wazi, na video ziko wazi, tafuteni. Shekhe wenu wa mkoa wa Dar es Salaam, siku na video yake sema tumekuja kuwafanyia maziara mabwana wakubwa pale pana shekhe fulani, na pia tutawaomba wao, atake mtu asitake. Hapa kuna ikhtilafu. Mtu azungumza tumekuja kuwazuru hawa na tutawaomba watuondoshee matatizo yetu. Wewe uniambie ni masala ya kifurui. Wewe unafikiri tulikwenda kusoma alikuwa tusinzia klasini hatujui furui nini na usulu nini? Twajua ndugu yangu, hakuna furui kwenye akida, hakuna furui hiyo kabisa. Msitufanye wazuka ukapundukia kiasi hicho. Na wengine hata tuseme mengi tu hapa. Miongoni mwa mambo ya kuhifadhiwa dini, yani dini ukitaka ihifadhiwe ndio isipotee, ni lazima wanazuoni na talabatu ilmi wakemee munkar na watanabahishe watu kwamba haya sio kabisa. Tena mtu aseme kwenda kulia na kwenda kuomba maiti na kumsujudia si katika mambo ya upuuzi, wao useme hiyo ni katika furui. Tartibuni jamani, maslahi kidogo mngeyaweka kando, kwa sababu utakwenda pabaya kwa sababu ya maslahi mengi. Zungumza tu haki, hutaki kumwambia kiukali au kivipi, lakini zungumza. Klipu zinazoendelea kuhusiana na jambo fulani ni makosa, msimamo wangu mimi napinga.
watu wakuletea itikadi za kuvunja nazi, kwamba mimi naweza kuvunja nazi na nikakutengeneza usiamini, ukakaa mpaka nitakapo mimi wewe uniambie mfurui hiyo, basi ni hatari. Sasa talabatu ilmi na wanazuoni ni jukumu lao walilopewa na Mwenyezi Mungu, wasimame wadhihirishe misimamo ya kisawa sawa, ili dini ihifadhike na ibakie ile ile aitakayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'an, mas'uliyatu al-hukam fi tanfidhi ahkami Allah ala ahli al-ahwa wal kharijin 'an ad-din. Viongozi, na hii ni katika utawala wa Kiislamu, wasimame kwenye kutekeleza yale ambayo wanatakiwa wafanyie wale wakhalifu, na kuwapa nguvu talabatu ilmi na wanazuoni, ili wakemee mambo ambayo ni ya haramu yanayomkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka hapa ndugu zangu, gari yangu imekwisha mafuta kabisa, na nashukuru nimeumaliza muhadhara kwa vipengele vyake vyote, na mambo Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.